Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Watu wengi tunafahamu sakata ambalo linaendelea kati ya mtangazaji Diva The Baze pamoja na waajiri wake wa zamani, waajiri wake wa Wasafi Media. Tunafahamu Diva kwa sasa hivi anadai kwamba anawadai Wasafi hawajamlipa mshahara wake, na kwa sasa hivi baada tu ya Diva kuwasema vibaya mitandaoni na kuonekana kuichafua Wasafi, bana Diamond Platnumz ambaye ni CEO wa media hiyo ya Wasafi ameamua kufanya maamuzi magumu. Ameweza kumshtaki Diva The Baze, na Diva ameweza kuthibitisha swala hilo wazi kupitia katika peji yake ya Instagram. Ameweza kuandika ujumbe, na nitakwenda kuonesha ujumbe ambao Diva The Baze ameweza kuandika, ujumbe mrefu sana akiwa anaelezea wazi kwamba media ya Wasafi inataka kutumia mabavu yake au nguvu zake kwa ajili tu ya kumsababisha yeye asipate haki yake, kwa sababu Diva anachokidai ni mshahara wake pamoja na malipo yake ya NSSF, ili mradi tu aweze kumalizana nao aendelee na maisha zake. Diva The Baze kupitia katika ukurasa wake wa Instagram ameweza kuandika ujumbe, akasema Wasafi wameniandikia demand notes ya kunipeleka mahakamani. Mnadhani naogopa? Just to tell you, mlianza, nimemaliza na niko tayari kupambana na nyinyi. Mlitumia platform zenu kunichafua kwa target, nimerespond kwa target. Acha inyeshe, I have a good lawyer na hela zangu nataka. Sina uoga huo, sina unyonge, kama mbwai ni mbwai tu. Baadaye katika caption Diva akaendelea akasema hivi, yani mlianza na nimemaliza, mmekimbilia mahakamani. Nilijua sana mchongo wenu, sababu mlianza kutumia vipindi vyetu wenyewe. Mambo yatakuwa pasu kwa pasu. Jana nilikuwa na lawyer wangu, tulishapanga. Sina uoga hata, yani ni bull nikae kimya wapi? Tukutane mahakamani. Hela zangu za mshahara mtalipa, na uzuri hii kesi iko wazi sana, kila kitu kiko wazi, tutaoneshana na itakuwa ni funzo to team up against one person ili mshushe brand yake. Kumbe vinawauma. Akaweka emoji ya kucheka, akasema mnapenda sana to defame. Akasema na mje mahakamani na hela zangu za mishahara. If I think I will stay kimya kuwa bullied, I'm still kutokulipwa mishahara kwa muda sana. Watch me, yani nilisema hivi, hii itakuwa bomb ride. Mlianza vita ya maneno, mmeshindwa, mnakimbilia mahakamani. Hata huko mtashindwa tu, haki ya mtu haipotei bwana. We yani nilikuwa na wasubiri sana, tukutane mahakamani. Yani nyinyi mchafue brand na reputation za watu afu mchekewe, nyie mmekuwa nani haswa? Nitawanyoosha. Huu ni ujumbe ambao Diva The Baze ameweza kuandikia Wasafi baada tu ya CEO Diamond Platnumz kuonesha ukali wake na kwenda kumshtaki Diva kwa kuichafua media yake. Diva The Baze ameonekana wazi kwamba yeye haogopi dudu wala nyau. Hapa ni mbwai, na ameamua kusimamia kidete kupambania haki yake, na tusubiri tuone nini ambacho kitatokea huko mbele. Diva The Baze anaweza akapata kweli mshahara wake au hii kesi ni kama vile itaenda kumalizwa kimya kimya. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza, unalipi la kumshauri Diva The Baze siku ya leo? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.